mtazamaji na mpendwa msikilizaji, nikukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo yetu ya kesha la asubuhi lenye kichwa kinachosema Mwinue Yesu juu. Leo tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 tuna somo zuri linalosema sheria ya Mungu inadumu milele. Na fungu letu kuu linapatikana katika kitabu cha Zaburi sura ya 111 fungu la 7 mpaka la 8. Nalo linasema, amri zake zote ni amini, zimethibitika milele na milele. Basi na tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru. Tunasema asante kwa uongozi wako. Asante kwa sababu umezidi kuwa mwema kwetu na umeendelea kutufanya kuwa watoto wako. Leo tumekuja kujifunza tena, tufundishe, utuongoze na kwenye haya tunayoyasoma yatubadilishe, yatuandae tufae kwa ajili ya ufalme wako. Hili ni ombi letu kubwa na hitaji letu. Kwa Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Nukuu kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11 fungu la 19. Sanduku la agano la Mungu liko ndani ya patakatifu pa patakatifu, chumba cha pili cha hekalu. Katika huduma ya hema la duniani ambalo lilitumika kama mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, chumba hiki kilifunguliwa tu wakati wa sikukuu ya upatanisho kwa ajili ya utakaso wa hema. Kwa hiyo, tangazo kuwa hekalu la Mungu lilifunguliwa mbinguni na sanduku la agano lake lilionekana huelekeza kwa ufunguaji wa patakatifu pa patakatifu pa hekalu la mbinguni mwaka 1844, wakati Kristo alipoingia pale kutekeleza kazi ya kukamilisha upatanisho. Wakati Kristo alipoingia pale kutekeleza kazi ya kukamilisha upatanisho, wale ambao kwa imani walimfuata kuhani wao mkuu wa mbinguni wakati akiingia katika huduma yake ya patakatifu pa patakatifu waliliona sanduku la agano lake. Walipokuwa wamejifunza somo la hekalu takatifu, walipata uelewa wa badiliko la Mwokozi la huduma, na waliona kuwa sasa alikuwa akihudumu mbele ya sanduku la Mungu, akitumia damu yake kusihi kwa ajili ya wenye dhambi. Sanduku katika hema la duniani lilikuwa na mbao 2 za mawe ambazo juu yake ziliandikwa kanuni za sheria ya Mungu. Sanduku lilikuwa kasha tu la kuhifadhia mbao za sheria, na uwepo wa kanuni hizi za Mungu ulilipatia sanduku lile thamani yake na utakatifu wake. Sanduku katika hema ya duniani lilikuwa na mbao 2 za mawe ambazo juu yake ziliandikwa kanuni za sheria ya Mungu. Sanduku lilikuwa kasha tu la kuhifadhia mbao za sheria, na uwepo wa kanuni hizi za Mungu ulilipatia sanduku lile thamani yake ya utakatifu wake. Wakati hekalu la Mungu lilipofunguliwa mbinguni, sanduku la agano lake lilionekana ndani ya patakatifu pa patakatifu. Katika hekalu la mbinguni, sheria ya Mungu imehifadhiwa katika hali ya utakatifu, sheria iliyotangazwa na Mungu mwenyewe katikati ya radi za Sinai na kuandikwa kwa chanda chake mwenyewe kwenye mbao za mawe. Sheria ya Mungu katika hekalu la mbinguni ndiyo nakala halisi ya sheria za Mungu, ambayo kanuni zilizoandikwa juu ya mbao za mawe na kuandikwa na Musa katika Torati ilikuwa hati isiyokosea. Wale waliofikia uelewa jambo hili muhimu waliongozwa hivyo kuona tabia takatifu,
isiyobadilika ya sheria ya Mungu. Waliona vizuri zaidi kuliko hata kabla ya hapo uzito wa maneno ya Mwokozi. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka. Nukuu kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 fungu la 18. Sheria ya Mungu, kwa kuwa ni ufunuo wa mapenzi yake, maelezo ya tabia yake, ni lazima idumu milele. Kama shahidi mwaminifu wa mbinguni, hakuna amri hata moja ambayo imefutwa. Hakuna yodi wala nukta ambayo imebadilishwa. Mtunga Zaburi ameandika, Ee Bwana, neno lako lasimama imara mbinguni hata milele. Maagizo yake yote ni ya amini, yamethibitika milele na milele. Nukuu kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 111 fungu la 7 na la 8. Mungu na awabariki.